Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza unaingia katika media hii pendwa ya Simulizi Dhahiri, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Mchambuzi wa mpira, mchambuzi kutokea katika media ya Crown Media, Hans Raphael, siku leo alikuwa anachambua mpira na kumuelezea mchezaji hatari katika kikosi cha Simba Sports Club, Libase Geye. Libase Geye amekuwa ni mchezaji hatari sana. Tuliweza kuona namna ambavyo aliweza kuwaendesha wachezaji wa klabu ya Yanga katika Msimbazi Derby ambayo tuliweza kuiona iliyopita, ikatoka ngoma 0-0. Libase Geye aliweza kumpelekesha kweli kweli Maxi Nzengeli, na ukiangalia Maxi Nzengeli alikuwa ni mchezaji hatari ambaye hakabiki, ambaye huwezi kumpita hivi hivi, lakini ilikuwa ni ngumu kwa Libase Geye, na tuliweza kuona namna ambavyo klabu ya Yanga waliweza kumsifia kwa kiwango bora ambacho alikionyesha Libase Geye dhidi yao, na akilipelekea na wao pia wakapata kuweseka na kubabaika na kujiuliza, hii Simba ndo ile ambayo tuliichapa 5 tukaja tena kuichapa 2 ya mfululizo tukawa tunawafunga tu Simba Sports Club, lakini sasa hivi tumeshindwa kabisa kuwafunga hawa Simba Sports Club. Ni kwa sababu wana vinara hatari kama Libase Geye. Siku leo Hans Raphael aliweza kuzungumza na kudai kwamba sasa hivi klabu ya Young African inammezea mate mchezaji huyu kitasa Libase Geye, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameonyesha kiwango bora sana akiwa uwanjani, na sio tu Libase Geye, kuna wachezaji wengi wakubwa wazuri katika klabu ya Simba Sports Club. Muangalie Nixon Kibabage, muangalie Oura, ni wachezaji hatari ambao wakiwa uwanjani wanafanya lile ambalo mwalimu aliweza kuwaelekeza. Sasa Hans Raphael ameweza tu kuwashauri Yanga kwamba wanatakiwa kutafuta mchezaji mkubwa kuliko Libase Geye, mchezaji ambaye ana nguvu, mchezaji ambaye ana kasi, mchezaji ambaye anatumia akili akiwa uwanjani kama Libase Geye, na sio kuanza kummezea mate Libase Geye, kwa sababu Yanga ndo tabia yao. Wakiona mchezaji mzuri Simba, wanaamua kuanza kummezea mate, alafu baadaye wanafanya makubaliano naye, au wanafanya makubaliano na meneja wake au wakala wake, alafu baadaye wanamchukua kisirisiri. Simba wanakuja kushangaa mchezaji kashaanza kubadilika, hasaini tena mkataba mwingine, anaamua kuondoka, jambo ambalo limepelekea sasa hivi Yanga wanatabia kuchukua wachezaji Simba, alafu wachezaji wakifika Yanga wanaenda kukaa benchi, viwango vinapotea, unakuja unashangaa mchezaji hafiki popote. Lakini tumeweza kushuhudia namna ambavyo Chama pia alichukuliwa na Yanga, lakini baadaye Chama ameamua kurejea Simba Sports Club kwa sababu Simba ilikuwa inampa ile thamani ambayo Yanga ilikuwa haimpi. Kwa Yanga kule Chama alikuwa anakaa tu bench, japo kuwa Chama ni mchezaji mzuri, lakini huko Simba Chama anacheza dakika 90 na anacheza vizuri kabisa, na mwalimu anaamua kumpumzisha dakika za mwishoni kabisa. Lakini Libase Geye ni mchezaji mzuri na klabu ya Yanga wanammezea mate kutokana na uchambuzi uliofanywa na Hans Raphael, mchambuzi huyu kutokea katika media ya Crown Media. Tushie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.